Promova TV, a home of testimonies. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni Promova TV na kipindi hewani ni ushuhuda. Karibu kwenye ushuhuda, msimu mpya kabisa wa shuhuda za kipekee sana. Hapa nitakuwa nikileta shuhuda ambazo nitakuwa nikisimulia kwa undani zaidi kama ambavyo nimekuwa nikifanya, lakini utakuwa ukiniona hapa nitakuwa nikisimulia ushuhuda kama ambavyo nimeupokea, na nitakuwa nikionekana hapa nikikuletea simulizi kama ilivyo. Kwa hiyo ni msimu mzuri kabisa wa shuhuda ambapo kipindi hiki tumekiboresha, na leo tutaanza na ushuhuda wa mtumishi mmoja wa Mungu ambaye anajulikana kama Agustino Makwengo kutoka huko nchini Kongo, ambaye huyo alikuwa ni mtumishi wa shetani, Lucifer, Ibilisi. Alikuwa mwaminifu sana katika kumtumikia na ametumika kwa muda mrefu sana na kwa nguvu nyingi sana kabla Bwana Yesu Kristo hajamwokoa. Yako mengi sana ambayo ameyafanya kabla hajaokolewa, na kwa undani zaidi tutakuja kufahamu leo katika ushuhuda huu ambao ni mrefu. Kwa hiyo tutakuwa na sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ama na zaidi kadri ambavyo muda utaturuhusu. Kwa hiyo nikukaribishe sana sana, na wewe pia ukiona kipindi hiki hakikisha pia una share kwa watu wengine. Share link, hebu hakikisha una share link kwa watu wawili watatu baada ya kusikiliza, au hata wakati huu ka pause alafu ka share alafu karejea tena hapa, na mambo yatakuwa mazuri kabisa. Lakini kwa wale ambao ni wageni, niwakumbushe kupata shuhuda hizi pamoja na shuhuda nyingine nyingi za kweli na simulizi za kweli kabisa za kiroho ambazo zitakuinua, zitakubadilisha. Zote zinapatikana kwenye channel yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV, Promover, Promova TV. Hiyo ndio channel kuu ambayo tunapata shuhuda zote hizi. Kwa hiyo nikukaribishe sana mtazamaji na msikilizaji. Wewe ambaye unasikiliza pia fanya kushare kwa watu mbalimbali hapo ili tuweze kubarikiwa wote. Kwa hiyo tunaanza ushuhuda wa Agustino Makwengo huko nchini Kongo, na tunaanza na part 1. Na nimekwambia ni katika mfumo ambao nitakuwa nasimulia hapa. Sio kwamba natoa kichwani, bali ni ushuhuda ambao mimi nitakuwa ninausoma. Ninasoma kama ambavyo nimeweza kuupokea ushuhuda wote kama ulivyo, na usoma ninausimulia kwako, na bila shaka utabarikiwa sana. Kwa hiyo mimi nitavaa uhusika wa Agustino mwenyewe. Mimi ni Jackson Msafiri. Nyuma ya kamera hapo, picha, sauti zinakaa vizuri, anajulikana kama David Robert. Lakini hapa nitavaa uhusika wa Agustino Makwengo mwenyewe ili niweze kusimulia kama ambavyo yeye ameweza kutuletea huu ushuhuda wake. Kwa hiyo karibu sana, bila shaka utabarikiwa. Agustino anaanza kwa kueleza kwamba mimi ni mtoto wa baba mkubwa sana wa falme za Kongo, Kongo dia Tolila inaitwa hivyo, kutoka mwaka 1400 hadi 1914. Ufalme huu ulishughulikia sehemu ya kaskazini ya Angola, DRC Congo, na sehemu za Gabon kuelekea upande wa juu. Wale ambao walisoma historia ya falme za Kiafrika wanaijua vizuri hii. Wazazi wangu wanatoka katika moja ya koo za ufalme huu. Mfalme wa Kongo alifanya maagano kadhaa na Lucifer, anayewakilishwa kwa sura ya joka. Hii ilikuwa ni nguvu yake, na aliamuru kwamba kila mfalme mkuu au mkuu katika ufalme lazima awe na wake wengi, kama ilivyokuwa mila katika kila ufalme uliokuwepo Afrika wakati huo. Ushahidi wa tabia hizi za kuwa wake wengi bado unaendelea, na unaweza ukauona katika nchi kwa mfano nchi ya Lesotho. Ufalme huu uligawanyika katika makabila mawili. Kabila la kwanza ni kabila linalojulikana kama Kinlaza, na kabila la pili linajulikana kama Kimpanzu. Kwa msukumo wa Wareno ambao kwa lengo lao lilikuwa ni kugawanya ama kugawanywa kwa utawala bora. Baba yangu ni mmoja wa kabila la Kimpanzu. Nilijua hili tangu utoto wangu, kwa sababu baba yangu alikuwa akituambia sana kuhusu
hadithi ama juu ya asili yetu kwa ujumla. Ilizingatiwa kama sehemu ya ibada kwa watoto wa ufalme kujua asili yao. Ilikuwa aina ya ufundishaji. Mfalme huyu alifanya agano na Lucifer kwa ajili ya kumlinda na kumpatia nguvu mbadala ya maisha ya watoto wa ufalme. Na kwa ajili yake kuwa na nguvu kunamaanisha kuwa anatakiwa awe na wake wengi. Akiwa na wake wengi ndio anakuwa na nguvu nyingi zaidi, anakuwa na watoto na watawala juu ya falme zingine kwa ajili pia ya masuala ya kuelekea vitani. Mfalme huyu aliuza watumwa kwa wafanyabiashara wa Ureno na nchi nyingine tu zile za Uropa. Na hii yote imekuwa laana juu ya watoto wa ufalme ambao wako hai hadi leo hii. Sasa nitakueleza jinsi ambavyo mimi nilizaliwa kwa ajabu sana nikiwa na roho ya nusu mtu nusu joka. Nilizaliwa kwa njia ya kushangaza katika manispaa inayoitwa Kimbele, ambayo inamaanisha mkataji, na kijiji kinachoitwa Mtuangulo, ambayo inamaanisha kichwa cha nguruwe. Nina hakika tayari umeanza kuwa na mawazo dhahiri ya mazingira ambayo mimi niliweza kuzaliwa. Wazazi wangu walinipata kutoka kwa Mungu wao joka. Kulikuwa na mapacha kabla yangu. Katika mila ya nchi ambayo nilizaliwa, mapacha wanaheshimiwa na kuthaminiwa sana kama wajumbe wa Mungu. Baba yangu alikatazwa kulingana na mila yao kuingia katika nyumba ya mwanamke mwingine kabla ya miezi 6. Yaani kabla ya miezi 6 hakutakiwa kushiriki kingono na mwanamke mwingine, mke wake. Lakini baba yangu alivunja sheria hiyo ya jadi kwa makusudi baada tu ya miezi 3. Alikuwa na wanawake wengine 4 wakati huo. Alikufa akiwaacha wake 7 na watoto wapatao 30. Mama yangu ndiye mke wa kwanza. Kwa hivyo baba yangu aliingia katika nyumba ya mwanamke mwingine na aliharibu kabisa sheria ya shetani ambayo iliamliwa. Mara tu baada ya kitendo hiki, yule pacha wa pili kati ya wale mapacha alifariki. Na kitu cha ajabu ni kwamba kwenye mazishi nyoka mkubwa alitokea na kuketi pembeni ya maiti ya yule kijana pacha. Na kila mtu aliyekuwepo kwenye mazishi siku hiyo alimuona. Wote walisimama na kujaribu kumuua, lakini cha kushangaza, walipojaribu kumuua, baba yangu alisimama na kusema ikiwa mtu yeyote atathubutu kumuua huyo nyoka ambaye ndio Mungu wao, wote watakufa, kwa kuwa nyoka yule ndiye kinga yao. Kwa hivyo kila mtu alirudi nyuma na akaacha kujaribu kuendelea kumuua yule nyoka. Ndugu wa pacha aliyebaki mara moja akaanza kuanguka. Alipigwa na ugonjwa mbaya ambao ulimlemaza miguu yake. Wazazi wangu waliendelea kushauriana na miungu yao na wazee, lakini majibu yalikuwa yakiashiria kwamba ni kifo kwa ajili ya huyo ndugu yangu, ndugu wa pacha, kwa sababu baba yangu alikuwa amevunja sheria ya jadi ambayo tunaita sheria ya kipepo iliyoanzishwa. Kumbuka, nyoka na joka ni roho za totem za familia nzima, yani ni roho za maagano ya familia. Wazazi wangu baada ya miaka 3 ya kumpeleka yule ndugu wa pacha aliyebaki kwa waganga kadhaa kupitia tamaduni za uchawi, basi baba yangu kwa aina fulani ya mwangaza wa pepo aliamua kutoa ahadi kwa miungu yao, yani joka. Aliwaambia wazee wa miungu kwamba ikiwa wakimfanya kijana huyo wa pacha kuishi, hakika atawalipa mtoto wa kiume ambaye atakuwa ni mbadala wa yule aliyekufa. Baada ya miaka 3, kijana huyo bado alikuwa mdogo sana na hakuweza kutembea kwa kweli. Mpaka sasa ninapotoa ushuhuda huu, kaka yangu bado amelemaa katika miguu yake. Mguu mmoja bado una shida.
Baada ya tukio hilo, baba yangu alikwenda nyumbani kwa mama yangu na kumchukua. Wakati huo, kuna nyoka ambaye alitoka kichakani na kuingia nyumbani. Aliingia na kuishi kule ndani, nyumba ya mama yangu. Na tazama basi, mama yangu akawa ameshika mimba. Siku niliyozaliwa, nilipewa jina la Futila, ambalo linamaanisha malipo kwa lugha yangu ya nyumbani, lugha ya mama. Kumbuka kuwa nilipewa jina hili kumaanisha malipo kwa Mungu joka kwa familia. Katika kujitolea huku, kwa kweli nilitolewa kwa Lucifer kama vile malipo badala ya yule aliyefariki. Matokeo yake nikawa mali ya Lucifer na nikawa nyumba ya kuishi ya nyoka na majoka. Kutoka wakati huo nikawa nimemilikiwa kabisa na roho hizo za majoka, kama ilivyoandikwa kwenye Biblia inapoeleza kwamba Babeli itakuwa magofu, makao ya mbwa mwitu, ajabu na mazomeo, pasipo mtu wa kukaa huko. Imeandikwa kwenye Yeremia sura ya 55 mstari wa 37. Kwa kweli nami niligeuka kuwa pango au makao ya majoka. Maisha yangu yalikuwa Babeli katika asili. Tabia yangu wakati wote wa ukuaji wangu ilikuwa ya nyoka, kwani nyoka alikuwa ameathiri tabia yangu. Tabia yangu iliumbwa na kuongozwa na roho hizi chafu za majoka. Sikuwa na hofu ya mtu yeyote yule. Kwa kweli nilikuwa na shauri watu wazima wengi bila kujua hekima hiyo ilitoka wapi. Nilikuwa nikidhibiti sana giriba na ujana katika njia yangu kama vile majoka. Nakumbuka kuwa yule ndugu wa wale mapacha alikuwa na mimi. Tulikuwa na urefu sawa, tulienda shule kwa wakati moja, tulikuwa katika darasa moja na tulifanya mila za kishetani kwa pamoja. Wazazi wangu wangetufanya tutoe dhabihu za kuku na mbuzi kwa miungu. Sote wawili tulikuwa na ujasiri sana wa ulinzi kutoka kwa miungu, na hata tulikuwa tukitishia watu wengine kwa nguvu tulizokuwa nazo. Kwa kweli hatukujua zilitoka wapi, kumbe zilikuwa zinatoka kwa shetani. Daima tulifikiri kwamba hizi ni zawadi au karama tulizopewa na Mungu. Katika umri wa miaka 4, wakati nilikuwa nakaribia kuanza shule, jambo la kushangaza lilitokea ambalo pia liliathiri sana maisha yangu. Mazoea ya kawaida katika nchi yangu ni kwamba mfumo wa usajili wa kuzaliwa umeunganishwa moja kwa moja na mfumo wa usajili wa shule. Matokeo yake, kabla mtoto hajakubaliwa na kuandikishwa katika shule yoyote, shule hiyo ingeangalia jina ambalo mtoto analitoa kama lipo kwenye sajili yoyote ya kuzaliwa kabla ya kukubaliwa na kuandikishwa katika shule hiyo. Siku ya kwanza kwenda shule kuandikishwa, mwalimu wa chekechea aliniuliza jina langu ni nani. Kitu cha kushangaza, kuna mtu ambaye aliniangazia akilini mwangu kuhusu jina langu na picha ya rais wa kwanza wa Angola ambaye anajulikana kama Agostinho Neto. Kwa hivyo nilimjibu mwalimu na kusema kwamba jina langu ni Agostinho. Katika hali ya kawaida, watu wangemuita mtu mzima ili aweze kuja kuthibitisha jina langu, ile jina nililowapa ikiwa ni jina sahihi. Lakini mwalimu aliamini moja kwa moja tu na akaendelea na kuniandikisha lile jina. Bila kuamini, tangu wakati huo na kuendelea, jina langu lilibadilika, na katika hati zangu zote jina langu likawa ni Agostinho badala ya Futila. Kwa hivyo tangu siku hiyo niliitwa Futila tu nyumbani, wakati kwenye hati za shule jina langu lilikuwa limebadilika. Niliporudi nyumbani na kuulizwa jina ambalo nilikuwa nimewapa shuleni, niliwaambia kwamba ninaitwa Agostinho, ambayo iliwashangaza sana na kuwashtua familia yangu ambao walishangaa nimefikiriaje kufikia jina hilo. Basi tangu wakati huo nilikuwa nikiona nyoka na chatu wengi wakinizunguka, wakinifuata.
Na wakati wa mchana, wakati ningeenda shambani na mama yangu, nyoka walinikimbia. Ningepata ndoto nikiota nikiwa na nyoka chatu akinizunguka mwili mzima, maeneo mbalimbali ya mwili, kwenye ulimi, kwenye mikono, chini ya miguu yangu, na ningehisi kama vile nyoka wakitambaa nyuma ya mwili wangu. Na kitu cha ajabu ni kwamba walikuwa wanatokea kiuhalisia kabisa. Kweli nilikuwa ni ngome na nyumba ya nyoka na chatu kama hekalu lao. Nilijua kwamba kwa sababu kila wakati nyoka au chatu angekuja kwenye ndoto zangu, ningeona tukio la kushangaza wakati wa mchana. Wakati nilikuwa na umri wa miaka 12, mimi ndiye mtoto pekee ambaye nilikuwa na uwezo wa kumkabili baba yangu, kumwambia jambo lolote. Kaka zangu ambao walikuwa wakubwa kuliko mimi wangenituma kumkabili baba yangu. Nakumbuka wakati nilikuwa na umri wa miaka 14, mtu mmoja aliniamsha usiku wa manane nitoke nje ya nyumba. Nilipofanya hivyo nikasikia kelele za watu wakicheza ngoma na kuimba. Nilipofika mahali hapo tu, sikupata mtu yeyote. Nilishangaa na nikaingia ndani ya nyumba. Ningeenda msituni kukusanya uyoga na mara nasikia watu wakikanga samaki na wanapika. Ningekaribia kuona pengine ni kitu gani kinatokea na nisipate mtu yeyote mahali pale. Kwa kweli nilikuwa nimepitia maandalizi kadhaa, maandalizi mengi kwa ajili ya kujiandaa ama kuandaliwa kwa ajili ya siku kubwa ya kufundishwa kikamilifu na Lucifer. Siku hii ingefanyika tu baada ya siku kadhaa za mafunzo katika sheria ya jadi. Nilianza kupendezwa sana na mira na baba yangu, na ilikuwa dhahiri kwamba ni mimi ambaye nilikuwa nikitayarishwa sana ikilinganishwa na watoto wengine. Wengine walitangazwa wachawi, lakini mimi peke yangu, mimi tu ndiye ambaye baba alinizingatia sana na alinitetea. Alikuwa akiniita baba, na ilikuwa inanichanganya kwa sababu kwa nini aniite vile? Kwa nini aniheshimu sana ikilinganishwa na watoto wengine? Sikuwahi kuelewa hilo mpaka nilipopata ufunuo huu. Usijali, haya yote yalikuwa yakifanyika katika mazingira ya kawaida kadri nilivyohusika. Nilizani kuwa hivyo ilikuwa kawaida ya jadi, lakini kwa kweli mazoea yote hayo yalikuwa mazoea ya uchawi. Ndugu yangu, kile tunachothamini kama mila au wengine wanaweza kuita utamaduni, kwa kweli ni mafundisho ya Lucifer katika familia zetu. Ushahidi wa hili upo katika Marko 7 mstari wa 13. Ukubwa wa kijinsia ulinishika, na matokeo yake ni kwamba nilianza kukutana na wanawake wengi kwa njia iliyokithiri. Nilikuwa na jukumu la kutoa mimba moja baada ya nyingine. Nilianza kuiba mali za watu, na hii ilifanyika mara kadhaa. Zaidi ya hayo, masharti na agano ambalo familia yangu ilifanya na Lucifer ni kwamba ningefahamu kabisa na kumtambua nitakapofikisha umri wa miaka 20. Lakini muujiza ulitokea kabla ya kutimiza miaka 20. Je, ni kitu gani hicho ambacho kilitokea baada ya kufikisha ama kabla ya kutimiza umri wa miaka 20? Nitakueleza. Ilikuwa hivi, nilikulia katika mila, lakini nilikuwa nikihudhuria kanisa moja, kanisa fulani ambalo limeboreshwa. Wakati huo familia yangu ilichanganya kwa ustadi mazoea ya ibada za kanisa na familia za mapepo. Yaani nilifundishwa kuamini na kukubaliana na yote, kutekeleza kila kitu nikiaminishwa kwamba yote hayo yanatoka kwa Mungu. Baba yangu angenifundisha hasa jinsi ya kujilinda kwa kutumia mila, kutumia Biblia pamoja na mila. Kwa mfano, angetumia msalaba na kuchola kwenye mchanga, akaweka duala kuzunguka, akaweka Biblia mbele ya duala
na kunieleza na kuniambia kwamba niruke juu yake mara 3, na kwa kufanya hivyo itanilinda. Hivi ndivyo nilifundishwa udanganyifu. Mpendwa, katika kanisa hili ambalo nilikuwa nikihudhuria, nilikuwa mwalimu wa kwaya, na katika kwaya hiyo tulikuwa na wadada wengi zaidi kuliko vijana. Nilianza kufanya mapenzi na wadada wasio na hatia kwenye chumba kimoja kidogo. Mlangoni nilikuwa nimeandika kwa Kiingereza karibu, lakini hakuna njia ya kutokea, nikimaanisha kwamba ikiwa mwanamke ataingia ndani, nitafanya naye ngono kwa idhini yake mwenyewe, au ikiwa atakataa, nitatumia nguvu na kumbaka. Kwa hivyo shetani na yule nyoka walikuwa wakifanya kazi ndani yangu kwa nguvu kamili sana. Nilikuwa mwovu sana, hata sikuwa na moyo wa huruma wala hata kufikiria kuonesha heshima yoyote. Lakini cha kushangaza, kanisani wazazi hawa mabinti waliniheshimu sana. Nilikuwa nimebeba Biblia kama kasisi, lakini nilikuwa joka katika mavazi ya kondoo. Hawa wazazi kanisani waliniamini sana, hata wakanikabidhi mabinti zao ili niwashauri. Nilikuwa na fursa ya bure ya kuwafikia katika nyumba zao chini ya kofia ya mshauri wa kiroho, ili tu kuwapotosha binti zao zaidi kwa uovu na uchafu wa kijinsia. Ndugu zangu, nikawa mpumbavu. Ningependa kutoa neno la tahadhari kwamba wazazi wa Kristo ambao wana Roho Mtakatifu na hawana ufunuo kwa kila siku kuhusu nyumba zao, wanaendelea kudanganywa na shetani ambaye hutumia watu wa karibu nao. Ninawahimiza watu hasa wa Kristo kuwa na Roho Mtakatifu kama rafiki yao wa karibu, na wamtegemee sana kwa ukuaji wa watoto wao. Wakati nilikuwa karibu kutimiza umri wa miaka 20, nilikuwa mwalimu wa Kiingereza katika shule binafsi ambapo nilifundisha madarasa 6 tofauti. Na katika kila darasa nilikuwa na rafiki wa kike mmoja. Hii inamaanisha kuwa nilikuwa na marafiki wa kike 12, ukiondoa wale niliokuwa nao kutoka nje ya shule. Kwa sababu ya upotovu wa kijinsia na uchafu, nikawa makao ya roho kadhaa za pepo wenye chuki. Nakumbuka kwamba baada ya kujitoa kwa Kristo na kuanza kutafuta ukombozi, Bwana alinionyesha maono. Katika maono hayo niliona kitanda ambapo nilikuwa nimelala nikiwa na rafiki yangu wa kike. Na karibu na kitanda mapepo kadhaa walikuwa wakicheza, na nilipomaliza shughuli zangu hizo walijizidisha mara 2. Walionekana kuwa 20 na wakawa 40. 20 kati yao waliingia maishani mwangu na 20 kwa msichana ambaye alikuwa nami. Ndipo nikaona kwenye Ufunuo 18 kuanzia mstari wa 2 hadi wa 3 ambapo inasema, kwa sauti kuu alipiga kelele, umeanguka, imeanguka Babeli mkubwa. Amekuwa nyumba ya mashetani na makao ya kila roho mbaya, makao ya kila ndege mchafu na chukizo. Kwa maana mataifa yote wamekunywa divai ya wazimu ya uzinzi wake. Wafalme wa dunia walizini naye, na wafanyabiashara wa dunia walitajilika kutokana na anasa zake nyingi. Mpendwa, unapolala na mwanamke unakuwa zizi la uovu na uchafu kwa kunywa divai ya uchafu wa kingono. Wasichana au wavulana ambao huzunguka na uchafu wanafanya uinjilisti wa shetani. Katika shule hii kulikuwa na rafiki Mkristo ambaye alinialika kwenye kambi iliyoandaliwa na kusanyiko la huko Luanda. Nilipoalikwa mnamo Desemba mwaka 1993,
Niliwaza moyoni mwangu, okay, ni jambo zuri. Mimi tayari ni Mkristo. Kwa hivyo ni jambo gani kubwa kwenye kwenda mahali hapa? Nilijua kwamba bila shaka ningepata wasichana zaidi na nitakuwa na nguvu. Kumbuka wakati nilikuwa nikikua, nilifundishwa kwa njia ya vitendo kwamba kuwa na wasichana wengi ilimaanisha kuwa na nguvu nyingi. Nilikwenda kambini. Kambi ilijaa wavulana na wasichana wadogo. Siku ya kwanza wahubiri walikuja na walifundisha juu ya toba na kumtumikia Mungu katika umri mdogo. Nilijiwazia, kwa nini? Sidhani nimepotea. Ninahitaji tu kuelewa neno zaidi na kuendelea na maisha yangu kama ilivyokuwa. Lakini kitu ndani yangu kilianza kuchochea na hisia ya zawadi ikaanza kuniosha na nikaanza kuhukumiwa moyoni mwangu. Lakini nilipuuza na kuendelea kuomba. Siku ya pili alikuja mchungaji na mwinjilisti ambaye alinipinga sana na akabadilisha maisha yangu. Nakumbuka wakati huo wazi kabisa kana kwamba ilitokea tu leo. Mchungaji huyu ambaye mpaka sasa yuko na Bwana alihubiri ujumbe juu ya toba ya kweli na waongofu. Na akazungumzia juu ya jinsi vijana wanavyoenda kuzimu kila siku na kuhusu jinsi wanavyoshiriki kikamilifu kwa shetani katika kazi yake ya kudanganya watu kila siku. Alihubiri kwa kina kwa karibu masaa mawili, na baada ya hapo akasema, nataka kila mtu ajitandaze katika bustani ya ukumbi wa kambi, na ninataka uwe na Mungu, wewe tu na yeye, na utengeneze masuala yako wewe na yeye hapo. Usipotubu kwa uzito na kukutana na Mungu huko, usirudi ukumbini. Hii ilikuwa changamoto kubwa kwangu. Ingawa nilitii na kuingia kwenye ile bustani, nilikuwa nikifikiria ndani yangu kuwa sina chochote cha kutengeneza na Mungu. Wakati nimekaa, kitu kiliniambia nianze kuchola. Nichole ni buni moyo ambao una mshale, yani mule moyo afu katikati kuna mshale unapita sakafuni, yani nichole pale sakafuni. Nilikuwa nikicheza nikifikiria siku ambazo nilikuwa nimezipoteza mahali hapo bila marafiki wangu wa kike. Nilikuwa nikitamani uchafu tu. Nilikuwa nimeketi karibu katikati ambapo ningeweza kuona watu wengi wezekanavyo. Tulikuwa tumeketi pale tukilia sana, wakati sikutarajia nilisikia sauti ikiniambia, usipotubu leo hakika utakufa. Niliogopa. Nilitazama pembeni kuona ikiwa kuna mtu ambaye pengine yuko pembeni yangu alikuwa akizungumza nami, lakini sikuona mtu. Niliangalia kuona ni nani aliyekuwa karibu yangu akiniambia maneno hayo. Niliona kwamba msichana ambaye alikuwa mbali kidogo na mimi, yeye alikuwa akiendelea tu kwa sauti kubwa, akilia kwa sauti kubwa, akitubu dhambi zake ziweze kusamehewa. Na kijana wa kushoto kwangu pia alikuwa katikati ya maombi mazito ya toba. Yule mtu alikuwa mbali zaidi na mimi, pia alikuwa katika maombi. Nilitulia na kuendelea kuchora sakafuni. Niliposikia sauti mara ya pili ikisema, usipotubu leo hakika utakufa. Nikasema, huyu ni nani? Nilipojaribu kujua ni nini ama ni nani kilichokuwa kinafanyika pale, sauti ya tatu ilizungumza maneno yale yale tena. Kwa mara hii nilianguka mbele. Nililazimishwa kupiga magoti na moyo wangu ukaanza kupasuka kama biskuti kavu.
Nilianza kuhisi kana kwamba moyo wangu unashindwa na nilikuwa nikifa kwenye sakafu ya kituo kile cha mafungo. Nilitaka kuitikia sauti ili niambie kuwa nilikuwa tayari kutubu, lakini sikuweza. Nilikuwa nikitamani sana kusema kitu kiasi kwamba baada ya kuhisi hamu ya kutubu, nilihisi kana kwamba nilikuwa nikisonga. Nilishindwa kupumua na ghafla maneno yakaanza kunitoka ndani yangu na yakaanza kunitoka kinywani mwangu. Kisha nikaanza kulia. Nilikiri tabia zangu nyingi mbaya na maovu kwa Bwana kwa uchungu na majuto. Wakati huo huo niliona dhambi zangu zikinijia akilini mwangu, moja baada ya nyingine, kama kwenye skrini hivi ya runinga. Kwa mara ya kwanza siku hiyo niliona maono ya maisha yangu yakibadilishwa kutoka gizani kwenda kwenye nuru. Niliendelea kulia sana, hata sikuacha kulia hadi walipokuja kuniita tena ukumbini. Nilikuwa bado nalia sana juu ya maovu yangu, nikifikiria kwamba iwapo Bwana atanikubali. Nyuma ya ukumbi mchungaji aliuliza ikiwa tumepatanishwa na Mungu. Ilionekana hivyo. Machozi yalitiririka mashavuni mwangu. Kwa kweli kila mtu alikuwa akilia sana siku hiyo. Siku ya 4 na ya mwisho ya kambi ilikuwa siku mbaya sana kwangu. Nilijihisi safi sana hivi kwamba sikutaka kuondoka mahali hapo. Sitaki kuondoka mahali hapo. Ilitokana na ukweli kwamba nilikuwa naogopa jinsi nitakavyokabiliana na marafiki wangu wa kike wale wote ambao nilikuwa nimewaacha. Nitawashughulikia vipi? Ningewaambia nini? Kitu pekee ambacho ningeweza kufikiria na kufanya ni kumlilia Bwana. Bwana Yesu Kristo alinisaidia kutoka kwa vifungo hivyo. Sikujua ni nini kilikuwa mbele yangu, lakini nilimwamini Mungu. Siku hiyo ya mwisho niliomba sana, kuomba msaada wakati tulipopanda ndani ya lori lilo turudisha nyumbani. Nikaona maono ya pili. Nilikuwa kwenye lori na taa ikatokea mbele ya lori, ikaondoa giza lote lililokuwa mbele. Nyuma niliona bustani nzuri za matunda, bustani zilizojazwa na mapera, matunda mengine mengi, na watu waliovaa mavazi meupe wakikusanya matunda. Ilionekana kuwa nzuri sana hivi kwamba nilifikiri ilikuwa paradiso. Na kweli ilikuwa ni uzoefu wa paradiso. Nilipofika nyumbani jioni ya siku hiyo nikiwa na rafiki zangu na wenzangu kutoka shuleni, tulilala kitandani. Ilipofika karibu saa 1 asubuhi, Lucifer alikuja chumbani kwangu. Alikuja kunidai. Katika ndoto niliona nilikuwa nikitembea njia kuu, na nilipofika njia panda, barabara kuu ilikuwa na muziki mzuri na wa kuvutia, na watu walikuwa wakifurahia kwa raha kubwa sana. Kinyume chake kulikuwa na njia ndogo nyembamba, ilikuwa ndogo sana na ilikuwa ngumu kutembea, na bado watu waliokuwa wakitembea kupitia njia hiyo walikuwa na amani. Utulivu ulikuwa ukitoka mahali hapo. Kama ilivyoandikwa, bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani. Ndicho nilichokiona. Imeandikwa pale kwenye Mathayo sura ya 7 mstari wa 14. Nilivutiwa na njia hii ndogo nyembamba, na nilipotaka kuingia kwenye ile barabara nyembamba, Lucifer mara moja alinishika mkono wangu wa kushoto.
Wakati Lucifer aliponishika mkono wangu wa kushoto kunirudisha kwenye barabara kubwa ile, Bwana pia alishika mkono wangu wa kulia. Kwa hivyo kulikuwa na vita pale kati ya Bwana na Lucifer juu ya maisha yangu. Lucifer angevuta upande wake na Bwana angevuta upande wake. Kama ilivyokuwa ikitokea rohoni, mwilini ilikuwa hivyo hivyo. Nilikuwa nikisukuma rafiki yangu ambaye alikuwa amelala upande wangu wa kushoto. Kutoka kitandani nikamsukuma hadi sakafuni. Alishangaa sana na kuogopa alipogundua kile kinachotokea kwangu na jinsi nilivyokuwa nikiyumba pale kitandani. Kwa hivyo wakati mapigano yalikuwa yakiendelea, Bwana Yesu Kristo alivuta kwa nguvu sana hadi nikaanguka upande wa kulia wa kitanda katika barabara nyembamba. Na wakati huo huo niliamka na kuanza kuomba. Rafiki yangu ambaye aliniambia kuwa aliona nilivyokuwa nikishiriki pambano kubwa na gumu, hakujua mengi juu ya vita vya kiroho na pepo. Tulipoamka asubuhi na mapema, rafiki yangu alitoka na nilibaki nyuma nikijiandaa kwa ajili ya siku nyingine. Wakati huo mlangoni lilikuja jaribu la kwanza. Msichana niliyempenda zaidi kati ya wapenzi wangu, japokuwa hayo ni mapenzi ya udanganyifu, alikuja kwa ajili ya vikao vya kawaida kama kawaida yetu, vikao vya uchafu mbaya. Nilikuwa nimeamua kumalizana naye, kumaliza kila kitu kwa haraka. Nilikuwa nimeamua kumalizana na kila kitu kwa haraka. Hivyo nikaenda mlangoni na kuweka mkono wangu juu ya mlango kumzuia asiingie. Nikamtangazia kuwa sasa nimezaliwa mara ya pili kwa kweli kweli na nimeongoka. Msichana huyu alikuwa mshiriki wa kwaya ambapo nilikuwa mwalimu kiongozi wa kwaya. Kwa hivyo alinijua vizuri sana, alijua njia zangu na udanganyifu wangu. Akajibu na kusema, utabadilika mara ngapi? Wewe unasema hivyo hivyo. Na alilazimisha kupita chini ya mkono wangu na akaingia moja kwa moja kwenye chumba. Kisha akajivua nguo zake zote, kwani ilikuwa tabia yake kufanya hivyo. Nilimtazama kwa hasira sana na nikamwambia, nitakuonesha kwamba wakati huu mimi namaanisha kweli ninaposema nimezaliwa mara ya pili. Nilimwacha ndani ya nyumba kisha nikaondoka moja kwa moja. Sikuwasiliana naye tena. Kulikuwa na mara kadhaa nilimwona akiwa njiani kuelekea kanisa la Baptisti ambapo wakati huo nilikuwa na ushirika. Lakini sikuwa na mazungumzo naye yoyote. Ninachosema ni habari za asubuhi, halafu ningempita. Hii iliendelea hadi baada ya miaka 10 wakati nilipokwenda kwake na kumwomba msamaha kwa yote niliyomfanyia kupitia ule uchafu. Wasichana wengine walitoweka kana kwamba walijua kilichonipata. Nikawa imara sana kwa Bwana, hata nikaanza kusoma Biblia kwa kina sana pamoja na vitabu vingine. Lucifer hakuacha kunitesa. Sikuelewa ni kwa nini, lakini nilifahamu baadaye kwamba kuna kitu ambacho tulikuwa tumeunganishwa naye. Ndoto za chatu na majoka ziliongezeka zaidi. Umaskini uligonga maisha yangu na nilikuwa mnyonge sana. Nilikosa vitu kama vile nguo, viatu, nguo za ndani, lakini nilikuwa nimeamua kumfuata Bwana. Nilihudhuria mikutano kadhaa ya kiinjili pamoja na ile ya chama cha Billy Graham kupitia runinga, na nilisoma vitabu vya wamishonari kama vile Lauren Canning na waandishi wengine wengi. Nilijua nilihitaji ukombozi, lakini sikujua ni jinsi gani, na sikuelewa somo hili hata kidogo. Mara kadhaa Lucifer alikuwa akituma wasichana kunishawishi kwenye uchafu, lakini nilikuwa nimeamua kutomtumikia tena kwa gharama yoyote ile. Bwana Yesu sasa alikuwa nguvu yangu, mwokozi wangu, Bwana wangu. Nilianza kufunga mara nyingi na kwa umakini sana kiasi kwamba
Marafiki waliogopa aina ya mafunuo ambayo yalianza kutiririka kutoka kinywani mwangu. Nilidhamiria kufa kwa nafsi yangu na kusulubisha mwili wangu na uovu wake wote. Nilianza kuamka asubuhi na mapema, saa 7 usiku hadi saa 10 alfajiri, kuomba na kumwita Bwana. Tunapoanza ushuhuda wetu siku ya leo, tutaanza na mstari huu wa Biblia ambapo umeandikwa kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 16. Kwa maana vyote vilivyomo duniani, tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha maisha, havitokani na Baba, bali vyatokana na ulimwengu. Baada ya kukaa kwa muda kanisani, nikawa mwinjilisti na mwalimu wa shule ya Jumapili. Nilianza kutumia ukombozi wa kibinafsi ambao ulikuwa ukisumbua katika masuala ya maisha yangu zaidi, kwa sababu sikuelewa kabisa jinsi nguvu zilizokuwa kwangu zilikuwa za kina sana. Nyoka waliongeza mashambulizi yao juu yangu, lakini nilijua siku moja Bwana atanikomboa. Kwa sababu ya vita nchini mwangu, nililazimika kusafiri kwenda Zimbabwe, ambapo nilikuwa mishonari nikifanya kazi na timu 2 za vijana wa mishonari. Nilikuwa mchungaji wa vijana wa kanisa la Baptisti. Nilikuwa nimehusika sana kufanya mapenzi ya Mungu na kufuata nyayo zake, kwamba nilikuwa mwinjilisti mwenye bidii sana kufikia roho zilizopotea. Nilikuwa nikifunga siku 3 kila wiki na siku 10 hadi 14 kila wiki 2. Nilikuwa nikitumiwa na Bwana kwa nguvu sana kuwaokoa watu wengine, waponya wengine, lakini mimi mwenyewe nilikuwa bado ninawali nyoka. Na nilikuwa nikitumia miwani ya macho kwa sababu hivi karibuni nilipata hali ya macho yenye kasoro. Nilikuwa nikimwita Bwana ajibu na alete uponyaji katika maeneo hayo ya maisha yangu. Siku moja mtumishi wa Mungu alikuja kutoka Amerika, huko Alale, kwa ajili ya maombi ya vita na miujiza, na nilihudhuria. Alipohubiri juu ya nguvu ya damu ya Yesu Kristo, aliwaita kila mtu ambaye alikuwa na miwani ya macho mbele. Zaidi ya watu 1,000,000 ya wale waliotumia miwani ya macho walifanya kile ambacho yule mhubiri aliagiza, lakini mimi nilichukua ile miwani yangu na kuiweka mfukoni. Nilifikiri kwamba ikiwa nitaenda nayo hali itaendelea kuwa mbaya zaidi. Tazama jinsi ambavyo nilikosa imani. Lakini Mungu alikuwa mwaminifu kwangu na aliniponya kabisa kutoka kwenye hiyo hali. Nilikuwa nimepata mke wangu kutoka kwa Bwana kabla ya kwenda kule Zimbabwe. Nilimuoa niliporudi kutoka Zimbabwe. Alikutana na huduma moja inayoitwa Olangi Worship Warfare Ministry, ambapo yeye alianza kuomba na alipatia huko ukombozi wake. Hii ni huduma yenye nguvu kubwa ya Mungu inayoshughulikia ukombozi na vita. Ili kuendelea na kukua zaidi katika imani, nilirudi na kuanza kumfuata Mungu katika huduma hiyo kwa ajili ya kutafuta ukombozi wangu, kwa sababu mambo hayakuwa mazuri. Kusudi langu kuu katika huduma hiyo ilikuwa ni kuoa, lakini watumishi wa Mungu waliponipokea walipata ufunuo kutoka kwa Mungu kunihusu mimi. Ufunuo huo uliwaonesha kwamba waliniona nikiwa nimerejea kutoka nje ya nchi, nikiwa ndani ya jeneza kama mtu aliyekufa. Kwa hivyo walikubaliana kunisaidia sana. Nilikwenda chini ya programu kubwa ya mafundisho na kufunga. Ilikuwa katika ukaribu huu ambapo nilianza kupokea ufunuo kadhaa kutoka kwa Bwana juu ya asili yangu. Nilijifunza mengi na kupitia mafunzo mazito kwa karibu miaka 7.
Nilipokuwa huko nilikombolewa kutoka kwa vita vingi, na hapo ndipo Bwana alinifunulia jinsi nilivyozaliwa, na nilipomwambia mama yangu alithibitisha maelezo hayo. Ndipo mama yangu pia alivyokuja kwa uzito kabisa kutoa maisha yake kwa Yesu Kristo, kwa sababu haiwezekani kwa mtoto kuweza kujua maelezo kama hayo isipokuwa amepata ufunuo au kuambiwa na mtu anayefahamu hiyo siri. Lakini katika hatua hii baba yangu alikuwa tayari amekwisha fariki tu muda mrefu. Hapa nilikuwa na ufunuo na maono mengi ambayo nitawaambia kwa wakati mwingine, ikiwa Kristo atakawia kuchukua kanisa lake, kumchukua bibi harusi wake kwenye unyakuo, siku ambayo sisi sote tunaingoja kwa subira kubwa, bila shaka hata wewe. Miezi kadhaa kabla ya pambano la kwanza na la kibinafsi na Lucifer, nilipata maono. Kwenye maono ya usiku ambapo niliona kipande cha ngazi ya kwanza ambayo ni ya utawala wa kishetani kwa ajili ya kukutana na baraza la Lucifer lililoamliwa na jemedali mkuu. Ilionekana kama malaika aliyeanguka akiwa na nguvu sana. Alionekana kama ni Lucifer mwenyewe. Ilikuwa ni katika maono. Nilipofika mahali hapo, ilikuwa kama uwanja wa gwaride la kijeshi ambapo watu mashuhuri walikaa upande mmoja na watu walikuwa wameketi upande mwingine wa uwanja wa hilo gwaride. Hii unaweza ukaifananisha kama inavyotokea kule China au Korea Kaskazini wakati kuna hafla ya gwaride la kijeshi. Kwenye ngazi hiyo walikuwa wameketi makamanda wakuu wa jeshi. Kulikuwa na mawaziri wameketi wa kila nchi, majemedali na viongozi mbalimbali. Niliwatambua watu wengine ambao ni makamanda wakuu wa jeshi duniani. Walikuwa wameketi kwenye uwanja karibu na yule pepo mkuu. Hatimaye hili lilikuwa ni baraza la wakuu, yani mamlaka na watawala. Nilishangaa kwamba ilikuwa mahali ambapo imefanana na kwenye Biblia niliposoma kwenye Waefeso 6 mstari wa 10 hadi 13. Hapa Bwana alinionyesha wazi jinsi baraza la giza linavyopangwa. Nilipokuwa nimesimama chini ya jukwaa, nilishangaa kupata kikundi cha watu ambao pia waliitwa kwa ajili ya hukumu kwa kutotii maagizo ya mababu na mkuu wa uovu Shetani. Huyu pepo mkuu aliita mtu mmoja baada ya mwingine, na alimuita mtu mmoja katika kikundi kile nilipokuwa nimesimama. Alianza kwa kusema, niliitisha mkutano huu kwa sababu kumekuwa na ukiukaji wa maagizo na maagano ndani ya wafanyakazi wetu waliofichwa. Walikuwa wakinilenga mimi. Aliendelea kusema huku akiwaamrisha kila mtu kwa amri yake na sauti yake kubwa. Kila mtu alitakiwa aabudu mbele yake kama ishara ya uaminifu kwa kila mtu kwa huyo bwana wa taa, yani Lucifer. Alisema pia kwamba ikiwa mtu yeyote hatatii maagizo ya kuinama mbele yake, yeye mwenyewe atamwangamiza. Kutoka kwenye kiti chake alimtazama kwa umakini mtu huyu aliyechukuliwa kutoka kwenye kikundi nilichokuwa nimesimama, na akafanya jaribio fulani la uharibifu kutoka kwake. Alipomwangalia, moto, dhoruba ya ukingo na moto mwekundu kama tindikali ulitoka kwenye kinywa chake na kumsambaratisha kabisa mwili wake huyo mtu mbele ya kila mtu. Mara tu baada ya tukio hili, kila mtu kwenye jukwaa aliinama mbele ya huyo pepo mkuu isipokuwa mimi. Nilibaki nimekaa, ingawa nilikuwa nikitetemeka kwa hofu kwamba huyu pepo mkuu ataniharibu baadaye kwa kutotii maagizo. Hali hii ilionekana ni sawa na Shadrach, Meshach na Abednego kwenye Biblia. Wakati yule pepo mkuu alipoanza
kuamuru watu kumsujudia, alikasirika sana na kunikasirikia pia, na akasema kwa kila mtu huyu haonekani kama amejifunza somo hapa, anakaidi. Kabla sija kuharibu na kuamuru uiname mara moja, alipokuwa akizungumza hivi, mmoja wa wanajeshi wake alikuja kwangu na kusema anazungumza na wewe, na kushauri uiname mara moja. Nikamwambia sitapiga magoti kwa mtu yoyote ila kwa Kristo Yesu pekee. Hii ilimkasirisha sana na akasema sasa nitakuangamiza. Sikuweza kufikiria kwamba vita vyangu ni vya muda mrefu, na hii ilikuwa tu ni mkutano wa awali wa nguvu za juu za giza kabla sijakabiliana na Lucifer. Yule pepo mkuu alishuka jukwaani kunikabili. Alikuwa karibu mita 5 mbele yangu na nguvu mbaya ilikuwa ikimtoka na alikuwa wa kutisha sana. Alipofanya hatua ya kwanza kuelekea kwangu, nilikumbuka mbinu ambayo Rebecca Brown alikuwa ametumia dhidi ya baadhi ya mashetani katika kitabu chake cha Jiandae kwa Vita. Katika maono, akili yangu ilienda mara moja kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Waefeso 6:10 inayozungumzia silaha za Mungu. Mara moja nikamwambia yule pepo mkuu, angalia, nina ngao hii. Kiuhalisia nilifanya tu kwa imani, kwa sababu mwenyewe sikuwa na kitu chochote. Pamoja nami mkononi sikuwa na kitu. Lakini kwa mshangao wangu, yule pepo mkuu alisimama na kuniangalia na kusema, unafikiri kweli kwamba kitu hicho kidogo ulichonacho cha nuru kitakutetea wewe? Aliposema hivyo, ndipo nikagundua kuwa kweli ngao ya imani nilikuwa nikiitumia kama vile Biblia inavyosema. Kisha nikasonga mbele hatua moja kuelekea yule pepo mkuu, naye akapiga hatua moja kurudi nyuma. Sasa nilijua ilikuwa kwamba ananiogopa. Kwa hivyo haraka nikachukua hatua nyingine na nyingine na nyingine. Alipotaka kutoroka, moto na nuru kubwa ikatoka kwenye ngao ya imani ambayo ilimwangamiza na kumsambaratisha yule pepo mkuu kuwa vipande vipande. Wakati wakuu na mamlaka walipoona yale yaliyompata mama yao mkuu na kiongozi, walianza kujibadilisha kuwa wanyama wa aina tofauti. Wengine walijibadilisha kuwa simba, chui na ndege ili kurudi kwenye hali yao ya asili duniani. Nilipoona hivyo, nilijua kuwa ushindi ulikuwa wangu kwa jina la nguvu la Yesu Kristo. Haleluya. Nilifarijika kwamba nilianza sasa kwenda kutafuta njia yangu duniani. Juu ya mkanganyiko huo, askari wengine wawili wa eneo hilo la uovu walikuwa wamepoteza uwezo wao wa kurudi duniani na walionekana kupotea na hawakujua jinsi ya kurudi duniani. Nilikuwa naenda na malaika alitokea mbele yangu na akanionyesha njia ya duniani. Hii ilikuwa ni daraja la moto mkubwa ambalo hugawanya dunia na mbingu ya kwanza. Malaika aliniweka kwenye daraja hilo ili nivuke, na wakati nilikuwa navuka, wale askari wawili walijaribu kunifuata wakiniomba niwasaidie kufika duniani, kwa sababu walikuwa wamepoteza uwezo wao wa uchawi kurudi duniani. Wakati huo huo nilisikia simu yangu ikiita na ghafla nikatoka kwenye maono. Nilipoipokea alikuwa ni mke wangu na alikuwa akiniulizia vipi, vita ilikuwaje. Nikaanza kuelezea jinsi ilivyokuwa. Nilipovuka mto, daraja ilipotea na malaika pia alipotea na ilikuwa nimeweza kurudi duniani. Nikamwambia mke wangu kile ambacho kiliweza kutokea.
Tulijishughulisha na kufunga kwa bidii na kuomba kwa sababu tulijua kuwa maisha yetu yalikuwa hatarini. Hadi hatua hii mimi na mke wangu tulijua kuwa tutapata uzoefu wa ajabu. Tulikuwa tunajiandaa kwa maombi ya kufunga kwa ajili ya tukio la baadaye ambalo tulihisi pengine litatokea. Wiki moja baadaye nilichukuliwa ili nikakabiliane na Lucifer. Je, ilikuwaje? Ilikuwa ni baada ya kukutana na shetani, yule nyoka wa zamani anayeitwa Lucifer mdanganyifu. Nilikutana naye. Sasa nitakueleza jinsi ambavyo nilikutana na Lucifer. Ilikuwa hivi. Ilikuwa ni siku moja, siku ya Ijumaa, nilikuwa nikitoka kazini na ilikuwa saa 12 jioni. Kwa siku nzima nilikuwa nikifikiria sana na kutafakari juu ya Bwana kuhusiana na siku iliyopita. Nilikuwa na ufunuo mzito ambao ulinipa maono kwamba kuna kitu cha kushangaza kitatokea. Kwa hivyo nilipofika nyumbani saa 12:30 usiku, nilimwambia mke wangu kwamba nitataka kupumzika tu na kujilaza nikitazama taarifa habari kutoka chumbani kwenye chandarua. Ilikuwa mara ya kwanza kupata uzoefu wa nje ya mwili wangu. Nilipoanza kusikiliza habari hiyo, malaika alitokea ndani ya chumba hicho, na katika maono haya aliniambia nisimame na kwamba tunahitaji kwenda mahali. Malaika aliyesimama alikuja chumbani kwangu. Ilikuwa ni saa 1 usiku wakati nilikuwa nimelala na nilikuwa nikitazama taarifa ya habari. Malaika aliniambia kwamba ninyanyuke ili tuweze kuondoka. Aliponiambia twende, nilikuwa chini ya chandarua, nilikuwa nimejifunika kwa sababu kulikuwa na mbu wengi sana kipindi hicho nchini kwetu. Aliniinua kutoka kitandani na kunipeleka kwenye ukumbi wa kanisa ambapo alianza kunipa maagizo na kuniagiza jinsi ambavyo nitakutana na mtu katika ulimwengu wa roho bila kutaja jina hilo. Kama nilivyotaja hapo awali, familia yangu ilifanya maagano na joka na Leviathan, yani Ibilisi mwenyewe, na kuuza maisha yangu kwake. Na hivyo kwa Bwana kuvunja agano hilo kubwa ilihitajika. Nilihitaji kukabiliana na Lucifer mwenyewe katika mbingu za pili. Niliinuka na kushangaa, sikuweza kugusa mwili wangu. Nilijaribu kuzungumza na mke wangu lakini hakuweza kunisikia, haikuzaa matunda. Nilijaribu kwenda na kumpungia mkono labda ataniona, lakini ilikuwa ngumu. Mimi na malaika tulikwenda umbali mrefu zaidi kwenye ukumbi wa kanisa, na wakati huo sikuwa na nguo yoyote. Lakini malaika alinihakikishia kwamba nitavaa nguo zangu sahihi mara tu tutakapokuwa katika eneo la kanisa. Nilifikiria sana, itakuwaje hatutapata mtu yeyote pale kanisani? Lakini cha ajabu, nilishangaa kulikuwa na watu wengi sana wanaimba na kumwabudu Mungu wakati huo. Kilichokuwa cha kushangaza ni kwamba kulikuwa na moto juu ya vichwa vyao. Walikuwa chini ya upako wa Roho Mtakatifu. Pia kulikuwa na wana maombi wakimwombea msimamizi mkuu wa kanisa. Malaika alinipeleka mara moja ndani ya chumba cha kanisa na kunipa mavazi na kuniweka katikati ya kanisa wakati kila mtu alikuwa akinitazama. Na kutoka kwenye sura ya nyuso zao nilikuwa na hisia kwamba nilikuwa na dhamira ngumu mbele yangu ya kuweza kutimiza. Malaika aliniambia ni nani nitakayekutana naye na jinsi itakavyokuwa. Kisha alinifundisha na jinsi ninapaswa kuishi nitakapokutana na huyo mtu na nini nifanye. Baada ya mafunzo, malaika alinishika mkono wangu wa kushoto na tukaenda hadi kwenye mbingu za pili, ambapo
Tulitua kwenye hekalu ambalo lilikuwa la kushangaza sana. Ilikuwa safi sana, lakini lilikuwa na pentagram na duara kuzunguka nyota za pentagram. Hekalu lilikuwa na mawe manne meupe kila kona, na nilipoona nilijua ndani yangu kwamba nitakutana na mtu wa ajabu na mwovu. Hekalu lilikuwa limejaa uovu, na kulikuwa na pepo wakubwa waliofungwa minyororo kama walinzi kuzunguka nguzo za hilo hekalu. Malaika akaenda na kukaa juu ya mti nje ya hekalu katika mbingu za pili na kuanza kuniangalia vizuri. Nilianza kutazama kuzunguka ili kuona yule mtu ambaye malaika alikuwa amenieleza katika eneo la kanisa. Wakati nilikuwa nikigeuka katika hekalu hili, yule malaika aliyeketi kwenye ule mti aliniashiria niangalie nyuma, na nilipofanya hivyo niliona kulikuwa na mtu mdogo tu, mzuri, wa kupendeza, wa kuvutia, alikuwa amejaa nyuma yangu. Ndugu zangu, Lucifer sio yule ambaye tunamfikiria. Yeye alikuwa anapendeza sana hivi kwamba mapulo ya macho yake yalikuwa yakivutia, yakinivuta kuelekea kwake kana kwamba ningeingia ndani yake. Nguvu yake ilikuwa kubwa sana hivi kwamba nisingeweza kusimama kwa miguu yangu. Nilipomkaribia, nikamtazama machoni mwake kama yule malaika alivyoniagiza. Macho yake yalionekana ya uwazi kama vile kioo, karibu, lakini nilihisi kana kwamba yalikuwa yakinivuta kutoka sakafuni kunimeza. Macho yake yalionyesha uovu, na nilihisi nilikuwa katika hatari ya kufa. Ilinibidi nisimame imara chini sakafuni ili kuepuka kutolewa macho haya mabaya kutoka sakafuni kwenda kwenye huu ulimwengu. Ulimwengu huo mwovu ambao katikati ya macho yake meusi machafu ulioneshwa kabisa jinsi ambavyo ulimwengu huu ni wa ajabu. Malaika kwenye mafunzo alikuwa ameniambia kila wakati nimuelekezee macho yangu na kamwe nisiruhusu macho yangu kutoka wakati nikimtazama, na kwamba ilinibidi nimtazame machoni mwake na nisiogope. Kwa hivyo nilianza kumtazama machoni pake wakati wote. Tulikuwa tukizunguka hekalu na macho ya kila mmoja yakielekezwa kwa mwenzake. Sikujua basi kwa nini hali hii ya utafutaji wa macho kwa macho ilikuwa ikifanyika na ilikuwa inamaanisha nini. Sikuelewa. Malaika aliyekaa kwenye mti alizungumza nami akilini mwangu kana kwamba alikuwa amesimama pembeni yangu tu. Alisoma mawazo yangu, kwa hiyo alijua kile ambacho nilikuwa nikikifikiria. Alisema kwamba sababu ya hilo, yani sababu ya macho kutazamana, kufuatisha macho bila kuyumbisha, jicho ni taa ya mwili. Ikiwa macho yako ni mazuri, mwili wako wote utajaa nuru. Lakini ikiwa jicho lako ni baya, mwili wako wote utajaa giza, na giza hilo ni kubwa sana. Ni kubwa kiasi gani? Unaweza ukasoma kwenye Mathayo 6 mstari wa 22 hadi 23. Na hii ndiyo sababu shetani anakuangalia machoni pako ili kupata kosa ndani yako, aliniambia malaika. Mara nikasikia hiyo katika roho yangu, nikapata hasira takatifu na nikaanza kuzingatia kwa umakini sana ndani ya jicho la shetani na ndani yangu kukili Kristo. Basi shetani alianza kunukuu neno la Mungu kwa kupotosha aya kadhaa, na nikaanza kumpinga nikisema hapana, haijaandikwa hivyo. Na yeye angesema imeandikwa, nami ningesema hapana, haijaandikwa kama hivyo. Wakati huu wote sikuwa nikitaja mwishoni mwa matamko yangu jina la Yesu Kristo. Wakati nukuu ya mwisho ya shetani
nilisema kwa hasira, hapana, haijaandikwa hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Mara moja ardhi yote ya hekalu ilitetemeka, kana kwamba kulikuwa na tetemeko la ardhi, na shetani akatupwa chini kwenye kile kilichoonekana kama sakafu ya zege. Alianza kutetemeka pale ambapo alibadilika na kuwa mnyama mbaya, na kwa kelele na moshi hatimaye akatoweka. Niliposimulia haya yaliyotokea siku hiyo, kana kwamba bado yanazunguka sana akilini mwangu, kana kwamba ilitokea jana tu. Baada ya hapo nilibaki pale peke yangu, nikimtafuta aonekane tena wakati wowote. Wakati nilikuwa nikitazama, aliibuka tena katika moshi kwa sura ya uovu, na wakati huu alikuwa amejaa uovu. Nguvu zake zote zilikuwa zimebebwa juu yake, na uovu ulikuwa ukitoka kichwani mwake, na alikuwa na uovu wa aina tofauti. Nilijisemea, kwa wakati huu atanidharua na kunimeza. Lakini kwa mshangao nilihisi amani na utulivu vikaja juu yangu. Niliweza kuzingatia na nikaanza kupigana naye ngumi kwa ngumi. Ningempiga kichwani na angenirudishia bila mafanikio. Mara moja nikamtazama malaika ambaye alikuwa ameketi vizuri kwenye ule mti. Nilifikiri kwamba angekuja kunisaidia, lakini alibaki pale pale alipokuwa ameketi. Niliwaza, kwa nini malaika huyu haji kunisaidia? Akasoma mawazo yangu tena na kujibu, vita hii lazima ipiganwe na wewe pekee. Basi mimi na Lucifer tuliendelea kupigana wakati malaika aliniashiria kwamba kuna fimbo sakafuni. Kisha nikachukua ile fimbo na kumpiga shetani kwenye paji la uso wake. Alikuwa na donge refu la damu ambalo mwishowe alianguka. Halafu wakati huo huo alipoanguka chini, mapepo yaliyozunguka hekalu waliachiliwa kutoka kwenye minyororo yao ili kuja kumsaidia shetani kupigana nami. Nilianza kupigana nao wote mara moja. Walianza kuja kwangu kama kundi la nyuki wabaya wakinifunika. Kisha nikawapiga sana kwa jina la Yesu na kuwashinda wote. Kwa wakati huu wote walijibadilisha kuwa viumbe wabaya na mwisho wa siku wakatoweka. Vita hivi vilipomalizika, malaika alishuka kutoka kwenye mti na kunishika na kuniambia, sasa tutarudi nyuma ukitazama hekalu hili tulipokuja, na kisha tukarudi kanisani. Tulipofika kwenye sakafu ya kanisa duniani, mimi na malaika tuliangalia pamoja juu ya hizo mbingu za pili. Mbingu zilikuwa wazi na Lucifer alionekana katika mawingu na kuniambia, nitakuangamiza. Na malaika aliniambia kwamba mwambie kwamba ikiwa hakushinda katika vita, hata kushinda tena. Kwa hivyo nikamwambia hivyo na akatoweka na mbingu zikafungwa. Ndipo malaika akanirudisha nyumbani kukutana na mwili wangu, ule mwili ambao umelala kitandani. Niliporudi nilianza kumwambia mke wangu tukio hilo, kwani mkono wangu wa kushoto ulikuwa umepooza kidogo. Nilimwita Mungu baba yangu wa maombi na mkono wangu ukarudi katika hali ya kawaida. Baada ya tukio hili, maisha yangu yalikuwa ya taabu na nilishambuliwa kutoka pande zote. Mara moja siku iliyofuata baada ya vita, shetani alituma malaika mwovu kukutana na familia yangu wakati wa mchana, na walikuwa na mkutano wa dharura ambapo walikuwa wakiamua hatima yangu katika kiwango cha familia. Wakati familia ilikuwa ikikutana dhidi yangu, kaka yangu alitoka nje
ya mkutano na kuniambia kuwa hataki kuwa sehemu ya mpango wa familia dhidi yangu na kuniambia kila kitu walichopanga. Kila wakati nilipokwenda kazini niliweza kuhisi na hata kuona watu wabaya wakitembea nami. Nilijua sana uwepo wao mbaya na hisia zangu katika mwili. Nilikuwa na shamba la ndizi migomba 3,000, lakini likakauka kwa kushangaza kabisa. Nilikuwa na pesa katika akaunti yangu ya benki, lakini kwa kushangaza pesa hizo pia zilichukuliwa na polisi. Nilikuwa nimenunua gari ambalo liliharibiwa kwa njia ya ajabu nikiwa njiani kutoka Afrika Kusini. Mambo yalikuwa haendi vizuri. Nilinunua basi kwa ajili ya biashara, lakini hiyo pia ilipotea tu kwa kushangaza na siwezi kueleza ni kwa jinsi gani. Siku moja nilikuwa naendesha gari na mke wangu na watoto katika gari ambayo ilikuwa ya mkopo tu ya ndugu yangu mpendwa katika Kristo, na gari ilianza kukimbia kwa mwendo wa kasi ikiongozwa na pepo. Tulikuwa tunaelekea katika ajali hadi Bwana alipotuokoa kimuujiza. Wakati watu walipokuja karibu nasi, waligundua kuwa sisi sote tulikuwa salama na kila mtu hakuwa na jeraha. Maisha yangu yakawa maafa kama vile Ayubu wa Biblia. Ingawa sikupoteza mtu yeyote kwa kifo, baada ya majaribio hayo yote, mwanafamilia mmoja alitumwa na misheni ya kuja kuwaroga watoto wangu na kumuua mmoja. Dada huyu alipofika nyumbani kwangu na kumshika mwanangu Ezekiel, kijana huyo mara moja alianza kufadhaika na akiwa katika hali ya kufa. Macho yake yakatoka nje na akaanza kutoa povu sana mdomoni. Nilifanya kila aina ya maombi na kutumia kila aina ya mbinu ya vita kwa kutumia mistari ya Biblia, lakini ilionekana haina matunda kwa sababu kijana wangu alikuwa akifa. Mwishowe nilipewa msukumo wa kukimbilia nyumbani kwa mama yangu, ambapo ni karibu kilomita 20 au 30 kutoka ninapoishi. Nilipofika, mama yangu alimchukua kijana huyo na kumlalia ndani ya chumba katika sala kama ya Elia juu ya mtoto yule mtoto wa mwanamke, bila shaka unakumbuka. Na kijana wangu aliamka kimuujiza. Kwa kuongeza hayo, watoto wangu walianza kushambuliwa na magonjwa. Kwa mshangao mkubwa kabisa na bila kuamini kinachotokea, familia yangu ilikuja kimwili kupigana nami, mimi na mke wangu, kwa sababu tulikuwa tumeharibu agano la familia na madhabahu. Baada ya tukio hili, tuliwafanya wanafamilia waelewe kwamba Kristo peke yake anapaswa kuabudiwa na kutukuzwa. Nilianza kupokea matembeleo mengi ya mapepo chumbani na sebuleni, ambapo ilifikia hatua nikapambana kwa kutumia mikono yangu miwili na kuwashinda kwa nguvu ya Yesu Kristo. Ingekuwa kila wakati ikitokea kwamba baada ya mapigano kadhaa mwili wangu ungepooza upande wa kulia, na ningempigia baba yangu wa kiroho ambaye aliomba pamoja nami kila wakati, na Yesu Kristo angenifanya kuwa mzima tena. Nakumbuka siku moja nilikuwa nikitazama TBN na mtumishi wa Mungu alikuwa akihubiri na upako wenye nguvu sana juu ya ushindi juu ya mapepo. Wakati ghafla mapepo makubwa 6 walionekana sebuleni kwangu na nikaanza kupigana nao kihalisia kabisa. Wakati mke wangu aliposikia, alikuja kujiunga nami katika vita bila kuona majitu haya yalikuwa yakipigana nami, lakini nilikuwa nao wazi kabisa kiuhalisia na alinishikilia. Alichofanya ni kusaidia kwa kuomba dhidi yao. Ilikuwa wakati wa mateso na mapigano ambayo nilidhani
haitaisha kamwe. Nilipoteza kazi, nilikuwa nikishangaa kwa kweli. Mara moja niliingia katika mpango wa kufunga siku 21 ambao huduma yetu ilipanga kwa ajili ya wanafunzi. Ulikuwa ni mpango tumekubaliana. Wakati wa kufunga Mungu alifanya mambo mengi na ya ajabu sana. Nilipoteza karibu kila kitu nilichokuwa nacho. Nilikuwa nimepambana na machafu mengi ambayo yalikuwa yakionekana kwenye maono yangu. Hata nilipokuwa kwenye kitanda cha hospitali, muuguzi alitumwa na pepo kuingiza dawa zisizofaa kwenye dripu, wakati ule ambapo mara Bwana Yesu alifanya niamke na nikagundua kuwa mwili wangu ulikuwa na mzio wa dawa ninazotumia na ilikuwa nimeanza kuvimba kwenye mkono. Kwa hivyo nikamwita daktari ambaye aligundua kuwa dawa mbaya ilikuwa ya mgonjwa mwingine nilikuwa nimepewa mimi. Mara tu baada ya tukio hili ambalo lilikuwa karibu saa 11 alfajiri, nilihisi nimelala na nikaona chatu akija kwenye kitanda cha hospitali. Nikachukua upanga ambao haukutoka popote, sikujua umetoka wapi, na nikakata kichwa cha chatu huyo na nikamuua. Nilipoamka mwenzangu wa kwenye chumba ambaye alikuwa katika hali mbaya ya kukosa fahamu alipona na kuanza kutembea kimuujiza. Utukufu kwa Bwana Yesu Kristo, na mtu mmoja aseme amina. Mara tu baada ya tukio hili ambalo lilikuwa karibu saa 11 alfajiri, nilihisi nimelala na nikaona chatu akija kwenye kitanda cha hospitali. Nikachukua upanga ambao haukutoka popote, sikujua umetoka wapi, na nikakata kichwa cha chatu huyo na nikamuua. Nilipoamka mwenzangu wa kwenye chumba ambaye alikuwa katika hali mbaya ya kukosa fahamu alipona na kuanza kutembea kimuujiza. Utukufu kwa Bwana Yesu Kristo, na mtu mmoja aseme amina. Baada ya shida zote nilizopitia, Bwana akaanza kunirudishia hali yangu. Bwana alinifanya kiumbe kipya cha kiroho kama mwanadamu na akamimina utukufu wake juu yangu. Bwana alinibatiza na Roho Mtakatifu na karama kadhaa zilianza kudhihirishwa kupitia mimi. Hadi sasa Bwana alitoa kazi wakati wa mfungo wa siku 21. Alinipa kazi, aliniponya mimi na watoto wangu pamoja na ndugu zangu. Mungu wetu ni wa kutisha na mwenye nguvu nyingi. Yuko kwa ajili yetu, na yeye ni baba wa kweli anayewatetea watoto wake kwa ukali. Ninazungumza tu kwa neema ya nguvu zake. Wapendwa, uzoefu huu umenifanya nifahamu sana nguvu za uovu wa ufalme wa giza, lakini hakika kabisa juu ya ukombozi mkubwa na wa kutisha wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni mara yangu ya kwanza kusimulia uzoefu wangu huu na kusambaza kwa kila mtu. Lengo ni ili kujenga imani yako kwa Bwana, kukuhakikishia ushindi tulionao katika Kristo Yesu. Bwana ni mwalimu wetu na anatupenda sana. Mimi kawaida huzungumza juu yake kwa vipande, lakini sijawahi kusimulia kwa ukamilifu kama hivi kwa mtu yeyote kusikiliza namna hii. Hivi karibuni Lucifer alionekana kwenye chumba changu cha kulala. Alipiga kelele na kuniuliza kwa nini ninashiriki ushuhuda wangu. Mpendwa, ni maagizo ya Mungu kabisa kushiriki nawe ushuhuda wangu na kila mtu. Bwana anajua kuwa utawakomboa wengi
na itawatia moyo wengi kujua kwamba shetani ni adui aliyeshindwa hata na nguvu zake zote. Hivi karibuni nimekuwa na ndoto nyingi za unyakuo, na nina hakika kabisa kwamba Bwana atatokea katika mawingu ya mbingu wakati wowote kuanzia sasa. Nitakueleza hayo maono ambayo niliweza kuyapata hivi karibuni. Maono ya kwanza, nilimuona malaika ambaye aliniambia nenda kasome Zakaria sura ya 6 na mstari wa 9. Nilipochukua Biblia na kusoma, niligundua kuwa kulikuwa na malaika 4 katika pande 4 za dunia wakiwa tayari kupiga tarumbeta. Kwa hivyo nilipoamka na kukagua maandiko, ndivyo nilivyoona kwenye ndoto. Kwa hivyo ndugu, kaka na dada katika Kristo wamekuwa na ufunuo sawa na wa kwangu wa unyakuo, na Mungu wetu hasemi uongo. Neno lake litatimia hivi karibuni. Hatujui ikiwa hata tutamaliza mwaka huu. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji, jiandae na ujisalimishe. Shetani ni mwovu sana na mjanja, hapendi jamii ya wanadamu. Kwa hivyo usiwe mjinga kukaa na kumkubali kabisa. Yeye ni mbaya sana na ana nia mbaya tu siku zote. Maono ya pili ilikuwa asubuhi ya tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka 2011. Nilipokuwa nimelala, niliota ndoto. Nilikuwa nimesimama nje ya jengo. Niliona farasi mkubwa mweupe amejaa nuru na utukufu na nguvu iliyoshuka kutoka mbinguni kunielekea. Farasi alipotua, nilibadilishwa mara moja kuwa mwili uliotukuzwa kiroho na nikachukuliwa na malaika. Nilifurahi sana wakati malaika aliponibeba kwenda kuwaona Wakristo wengine waliobaki nyuma. Miongoni mwa hawa alikuwepo binti fulani wa kiroho ambaye ninamjua. Nilimkuta yeye na Wakristo wengine wengi ambao waliachwa nyuma bila kupaa na hawakupokea miili yao ya kiroho, ingawa walikuwa wakingojea kwa hamu kubwa sana unyakuo. Binti huyo alianza kuniuliza kwa nini sikutwaliwa? Kwa nini? Nilitubu na nilikuwa nikimsubiri Bwana. Nilimpa maisha yangu na sasa nimebaki nyuma. Alikuwa akilia kwa uchungu mkubwa sana. Na mimi katika mwili wangu wa kiroho ulielea karibu naye na nikamwambia, nadhani haukujisalimisha kwa Bwana. Ingawa unasema kwamba ulitubu, nadhani umeacha ama kupuuza. Hebu angalia vizuri maeneo fulani ya maisha yako. Angalia tena maisha yako na nina hakika utapata sehemu ambayo haukutubu vizuri au uliacha bila kuitazamia. Nilianza kumwambia kwamba sasa alikuwa na chaguzi ama mabadiliko ya mwisho tu ya kamwe kumkubali shetani, yani alama ya mnyama, ama kubaki mwaminifu na Kristo tena. Na ijapokuwa atateswa na kukatwa kidogo kidogo, watamkata mkono wake kidogo kidogo huku macho yake yakiwa hai. Asipokee kamwe alama ya mnyama. Nilimwambia ni vyema kuunga mkono mateso, ingawa haitakuwa rahisi, kuliko kuenda jehanamu milele na alama. Wakati niliambiwa haya, nilihisi kana kwamba niliambiwa nipande. Nilikuwa na akili zangu kamili kabisa. Nilienda kujiunga na foleni kubwa ya Wakristo wengine wengi, lakini Wakristo wengi wakienda mbinguni, nilimuaga na kuanza kuruka juu pamoja nao. Katika maono hayo, Bwana aliniagiza mimi na ndugu mwingine Mkristo ambaye pia alikuwa amepokea mwili uliofufuliwa kwenda kupeleka barua kwa mkurugenzi mtendaji na maraisi wa benki kadhaa za kimataifa. Utambulisho wao ulifichwa kwa maagizo ya Roho Mtakatifu, na niliruka na sikumjua kamwe nilipokuwa duniani. Lakini nilifurahi sana kuwa pamoja naye katika mchakato huu nilipokuwa katika mwili wangu wa kiroho.
Nilijikuta nimesimama kwenye chumba cha ukumbi wa rais fulani wa benki fulani ya kimataifa, ambaye nilimuonya kutokunywa au kula chakula chochote atakachopewa katika sherehe ambayo alikuwa ameenda kwa ajili ya kutoa hotuba. Nilielewa kuwa hapa kuna maneno ya udanganyifu kutoka kwa viongozi wa kawaida wa kiroho wa makanisa yale ya vuguvugu. Walinzi wake walikuwa wamesahau kumuonya, lakini mimi nilifanya hivyo. Alikwenda kwenye sherehe hii, na aliporudi inaonekana kama sherehe ilikatazwa kwa sababu ya machafuko ambayo unyakuo ulileta ulimwenguni. Ilikuwa machafuko kiasi kwamba rais huyu wa benki alianza kubomoa maagizo na sheria ambazo alikuwa ameidhinisha wakati wa utawala wake, na kusema, sasa nitawaidhinisha watu waende katika nchi zao na kuomba kuwa mawaziri wakuu au mabalozi kama wanavyotaka. Ilionekana kana kwamba rais huyu hakuwa na hamu zaidi ya kuishi, na alikuwa akishangazwa sana na matukio yaliyokuwa yanatokea. Mimi na yule ndugu ambaye alipelekwa hapo, ghafla tulipokea barua ambayo ilionekana kama kuja kutoka chini kwenye mikono yetu kutoka mbinguni, lakini iliyoandikwa na maandishi, mwandiko mzuri sana wa malaika na wino wa damu. Niliona hii kama damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Barua hiyo ilielekezwa kwa maaskofu wa makanisa ya vuguvugu ya kawaida na ya kihafidhina ambayo walikuwa wamefanya mapatano na marais wa ulimwengu huu kwa kubadilishana neema, pesa na sifa, kupata pesa katika ulimwengu huu. Wakati nilipopokea barua nikiwa katika mwili wangu wa kiroho, rais wa benki hii alikuwepo. Ilionekana alikuwa akiwakilisha marais wote, na pia kulikuwa na askofu mzee ambaye alikuwa akiwakilisha maaskofu wote wa makanisa ya kawaida ya kihafidhina ambayo yalikuwa ya vuguvugu. Nilianza kusoma barua mbele ya uso wake, uso wa rais huyu wa benki. Mwandiko wa damu ulisomeka hivi. Nitaeleza sio kwa mpangilio kama ulivyokuwa, lakini maneno ambayo ninaweza kuona na hata sasa kutokana na herufi zile za damu, na yakumbuka yale maneno. Maaskofu na viongozi wa kiroho, Mungu wa miungu yote ya mbingu anasema, wewe ulijua neno langu, ulifundishwa vizuri sana na ulikuwa unawafundisha wengine. Hadhi yako na nafasi za ushawishi zilikuharibia na ukayatupa maneno yangu ya ukweli, ili upendelee bidhaa, upendelee pesa kwa kubadilisha nia zangu na maneno yangu. Ulifanya njia zangu zionekane zenye udhaifu, zinazopendeza viongozi wa ulimwengu na hazina thamani, badala ya kuifuata kwa uaminifu. Viongozi wako, ole kwako kwamba sasa uliachwa kwa sababu umeshindwa kunifuata kwa uaminifu. Nilipokuwa nikisoma barua kwa kiongozi huyu wa kiroho ambaye alikuwa akiwakilisha wote walioachwa nyuma ya maaskofu ya makanisa ya kihafidhina au ya kitamaduni ambayo yalikuwa vuguvugu, askofu huyu mwenye kanzu ndefu na minyororo ya dhahabu na msalaba mkubwa kifuani mwake alianza kupiga kelele, hapana, 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 hiyo haiwezekani, haiwezekani, haiwezi kuwa, usiseme hayo tena. Moyo wake ulikuwa ukimdhulumu wakati alikuwa akisema hivi. Kwenye sofa alikuwa ameketi, alikuwa ameushikilia moyo wake kifuani kwa bidii sana, kama mtu anayepata mshtuko wa moyo. Nilisisitiza kwa kumwambia, ndiyo, ulipendelea raha kuliko Mungu. Ulipendelea kupata utajiri, bidhaa, upendeleo na pesa kuliko kusema ukweli. Sasa uliachwa nyuma, utafanya nini? Wakati nilikuwa nikiongea, rais na mkurugenzi mtendaji wa benki hii kubwa alisema,
Ndiyo, tulikupendeni sana viongozi wa makanisa, hakika, lakini hamkutuhutubia ukweli kama ilivyo. Hivi ndivyo kanisa la vuguvugu lilivyokuwa, na alionya malaika katika kitabu cha Ufunuo. Basi kwa maneno hayo ya kiongozi, nilichukua barua kutoka kwa mikono ya kiongozi huyu wa kiroho na kuanza kurarua vipande vipande, na nikamtupia usoni na nikamshika mkono ndugu yangu Mkristo aliyekuwa katika mwili uliofufuka pamoja na mimi, na tukaanza kuruka juu sana. Kilichoonekana ni jengo kubwa la dhahabu, jengo refu sana ambalo liliongoza kuelekea mbinguni. Wakati tulikuwa tukiruka katika utukufu wetu mzuri na miili iliyofufuliwa, tulikuwa wepesi. Nilikuwa nikifikiria mwenyewe kwamba tutafika lini mbinguni. Tulikuwa tukienda na kupanda, na ilionekana kuwa mbali sana, lakini tuliweza kuona jengo ambalo lilionekana kama handaki kubwa kuelekea mbinguni. Nilianza kufikiria ni jinsi gani bustani za paradiso zinavyoonekana, uzuri wake na kadhalika. Kisha nikaamka kutoka usingizini na ndoto ile ikawa imeisha hapo. Wapendwa, je, mko tayari kwa ajili ya unyakuo ambao utatokea hivi karibuni? Unyakuo uko karibuni sana, kiasi kwamba wengi wanapuuza wito wake kwa sababu wanataka kujenga nyumba, kumaliza masomo ya chuo kikuu, kupata watoto duniani na kupata kazi. Wengine hata wanasema kuwa hatima yao lazima itimizwe kwanza. Wengine wanasema kwamba Bwana aliwaahidi mambo kadhaa, na kabla hayajatimizwa Bwana hawezi kulinyakua kanisa. Wacha nikushangaze, ahadi nyingi za Bwana kwako zimefungwa milele. Hii inamaanisha kwamba mbinguni wengi watashangaa wakati Bwana atawasilisha kile alichowaahidi kwa kipimo kamili ili wafurahie milele. Nukuu maneno yangu, na umwamini Bwana atimize matakwa yako katika umilele, ambayo ni bora kuliko kukaa dakika zote zaidi katika ulimwengu huu mbaya uliopotea na unaooza. Hakika Mungu wetu yu hai na ni mwenye nguvu. Tutashinda wakati wote pamoja naye na ndani yake milele na milele. Nampenda sana Bwana Yesu sana hivi kwamba sina hamu tena ya kuwa hapa duniani. Hivi sasa mimi ni mgonjwa nyumbani, na ninachotaka ni kumuona Bwana Yesu, na ninatamani sana. Kwa bahati mbaya, nguvu ya maneno tu ambayo hufanya usemi wa mwanadamu hayawezi kuonyesha nguvu na kina cha upendo wangu, shauku, njaa na kiu kwake. Mungu akubariki unapojisalimisha kwake na kujitayarisha kwa ajili yake milele mpaka unyakuo wa mwisho. Na sasa nitazungumza na yule ambaye yuko tayari kwa ajili ya kubadilisha maisha yake, kwa ajili ya kumpokea Kristo leo, ili ukae tayari kwa ajili ya unyakuo. Uko tayari kuacha dhambi zako na uko tayari kumpokea Kristo? Ikiwa unataka kutoroka moto wa milele unaowaka bila kuzima, lazima umkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu kesho haijulikani. Lazima ukiri dhambi zako kwa Mungu, na pia uhakikishe umejiunga na kanisa linaloamini Biblia kwa ajili ya ukuaji zaidi wa kiroho. Lakini ikiwa wewe ni Mkristo na bado unajiingiza katika aina fulani ya dhambi kama vile husuda, hasira, kutosamehe, kusema uongo, chuki, uovu, manunguniko, kusengenya, kuiba, kuchukua ama kutoa rushwa, mitihani ya utovu wa nidhamu, ulaghai, magendo na ujambazi. Pengine wewe upo katika kupiga punyeto, uasherati, uzinzi, ukahaba, kutamani pesa na masuala mengine kama hayo. Labda utoaji mimba,
usagaji, ushoga, utekaji nyara, mauaji. Ni lazima ukiri na kutubu dhambi zako leo. Labda wewe ni mlevi, mgomvi, mvuta sigara, umetoa talaka, ndoa za wake wengi, mchawi, ama unaenda kwa waganga wa jadi na kuvaa hirizi, ama unaomba kwa jina la Maria au watakatifu wowote au malaika na kuwasujudia ama kuwaheshimu. Lazima uachane na machukizo hayo yote na uombe rehema za Mungu. Labda iwapo wewe ni mwanamke bado ulijitolea kwenye mapenzi mabaya ya kubadilisha matumizi ya asili ya mwili wako kuwa yenye kinyume na asili, umejiingiza katika mitindo ya ulimwengu. Labda ulikuwa ukivaa nguo za utupu, ukivaa sketi fupi na zenye kubana, au kuvaa suruali, ama kuvaa kifua kikiwa wazi, ama kutongoza wanaume wa watu, kuchora midomo, kutumia vipodozi, mawigi, vito na pete, kujiremba, kuweka kope bandia, kutoboa pua, tattoo, kujiremba kwa ujumla, kuremba kucha na kuchubua mwili. Lazima utubu, utupe na uziteketeze, na uhakikishe unadumisha uzuri wako wa asili, kwa sababu wasio na haki hawatarithi ufalme wa Mungu. Kumbuka, roho yako ni ya thamani na ilinunuliwa kwa gharama kubwa sana ya damu ya Yesu Kristo, na hauwezi kuipoteza kuzimu kwa mabilioni na matrilioni ya miaka katika umilele na huzuni ya milele. Huzuni ambayo imejaa machozi, uchungu na kutokuwa na tumaini la kuja nje kwa sababu tu ya raha ama mtindo wa maisha, mtindo wa dunia ambao unaweza kuuacha kwa urahisi sasa na ukimbilie mbinguni. Mbinguni, ndiyo mbinguni, mbingu, mahali pa furaha ya milele, sehemu ambayo hakuna machozi, hakuna huzuni na maumivu, wala bali kujazwa na furaha na utukufu wa Mungu. Tafadhali ndugu yangu, usikose mbingu, na ninakuomba tukutane katika hili jiji tukufu hivi karibuni. Tafadhali tufuatane nami katika maombi mafupi ambayo nataka kuyaomba sasa. Nahitaji urudie maneno haya ili uwe sawa na Mungu wako leo hii. Kama uko tayari, tafadhali kiri maneno haya. Rudia nami maneno haya. Sema: Bwana Yesu Kristo, ninakubali kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nimefanya mambo mengi ambayo hayakufurahishi. Nimeishi maisha yangu kwa ajili yangu tu. Unisamehe na ninatubu dhambi zangu zote. Ninakuomba unisamehe. Ninaamini kwamba ulikufa msalabani kwa ajili yangu, kwa ajili ya kuniokoa. Ulifanya kile ambacho sikuweza kufanya mwenyewe. Ninakuja kwako sasa na kuomba udhibiti maisha yangu. Ninakukabidhi maisha yangu kuanzia leo. Nisaidie kuishi kila siku kwako na kwa njia inayokupendeza. Ninakuja kwako sasa na kuomba udhibiti maisha yangu na kukabidhi kuanzia leo. Unisaidie kuishi kila siku kwako na kwa njia inayokupendeza. Nakupenda Bwana Yesu, na ninakushukuru kwamba nitatumia umilele wote pamoja nawe. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini.
Amina. Na kwa ukiri huo ni kushukuru sana wewe ambaye umechukua hatua hiyo. Mungu akubariki sana, na nikwambie hakika kwamba umeokoka na upo salama kuanzia sasa. Ishi maisha yanayompendeza Yesu Kristo na utegemee unyakuo wa Bwana. Asante sana kwa kufuatilia ushuhuda huu mzuri kabisa, ushuhuda mzuri kabisa kutoka kwa ndugu yetu, rafiki yetu kutoka nchini Kongo anayejulikana kama Augusto Makwengo. Asante sana kwa muda wako, na nikukumbushe kwamba shuhuda kama hizi pamoja na mafundisho, pamoja na simulizi za kweli na masuala mengine ya kiimani ambayo yatakujenga sana vinapatikana kwenye Promova TV. Promova TV inapatikana YouTube. Andika PROMOVER, Promova TV. Pia inapatikana kwenye TikTok, kwenye Instagram, kwenye Facebook na kwenye Thread. Asante sana kwa muda wako, asante sana kwa kufuatilia. Tukutane kwenye ushuhuda mwingine hivi karibuni hapa hapa kwenye Promova TV. Lakini pia hakikisha unashare kwa watu wengine wengi ili tubarikiwe wote. Usiwe mchoyo, hakikisha unasambaza sana kadri uwezavyo kwenye magroup, kwenye Facebook, kwenye Instagram, kwenye mitandao yote ambayo uko nayo. Sambaza link ili watu waweze kupata hiki ambacho wewe umekipata. Mimi ambaye ni msimuliaji wako kwenye ushuhuda huu, nilikwambia wakati tunaanza kabisa kwamba nitavaa uhusika wa Agustino. Kwa hiyo mimi hapa nimemwakilisha, nimesimulia kama ambavyo yeye angeweza kusimulia. Na tumefanya hivi kwa sababu yeye yuko mbali na sio rahisi kukutana naye, lakini kwa kuwa ushuhuda umetufikia na tumeuweka kwenye lugha ya Kiswahili, basi ndio maana nimeamua kusimulia kwa njia hii, na bila shaka utakuwa umebarikiwa. Mimi ni Jacktan Msafiri, Instagram, Facebook pamoja na TikTok napatikana kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Lakini director wa picha, sauti na video imekaa vizuri kabisa anafahamika kama Eric Audax. Asante sana kwa muda wako, tukutane kwenye ushuhuda mwingine. Lakini nikukumbushe, unaweza ukatupigia simu iwapo una maoni, una maswali, una mapendekezo, ama na wewe una ushuhuda unahitaji tuusimulie ama tukupatie nafasi usimulie ushuhuda wako. Tutafute katika nambari zetu za simu ambazo pia zinatumika kwa ajili ya sadaka. Iwapo utataka kusupport kipindi hiki kwa sadaka yako, kwa mkono wako wa shukurani, fanya hivyo. Hakuna kiwango. Sadaka yoyote ile ambayo utaguswa kutubariki itafanyika baraka kwetu na kwa wengine pia. 0766294335, hiyo ni M-Pesa Tanzania. Kujumlisha 255 766 294335 au kujumlisha 255 784 074 462. Hiyo ni Airtel Money. Asante sana, tuwasiliane na ubarikiwe sana. Promova TV, a home of testimonies. Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa. Promova TV, a home of testimonies.